Mtazamaji wa M-Media, leo tarehe 21 mwezi wa 4 2026, tuko hapa katika ukumbi wa mikutano wa JNICC katika kongamano kubwa sana la mamalishe na babalishe nchini Tanzania, ambapo hapa mamalishe kutoka mikoa mbalimbali wamekutana hapa kwa ajili ya kuzungumza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mgeni rasmi katika kongamano hili. Na mamalishe na babalishe wameshafika katika eneo hili na wako tayari kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuzungumza naye kwa pamoja. Ninyi ni kundi muhimu katika jamii. Mmesema wenyewe hapa, mnalisha wafanyakazi, wanafunzi, wasafiri na wananchi kwa ujumla, na kwa kufanya hivyo mnawezesha kutekelezeka vyema kwa shughuli nyingine za kiuchumi na huduma za kila siku, kwa sababu wanasema chakula ni afya. Na ukweli kwamba mnaitwa mamalishe, ina maana chakula chenu kinazingatia kanuni zote za lishe, na wanaokula kwenu mnawapa nguvu ya kuweza kufanya kazi za ujenzi wa taifa. Hongereni na tunawashukuru sana. Ndugu viongozi na Watanzania wenzangu, mtakubaliana nami kwamba shughuli za mamalishe na babalishe zinastahili kutambuliwa na kuheshimiwa kwa hadhi inayolingana na mchango wao katika maisha yetu ya kila siku. Yale yaliyosemwa hapa ya kunyanyaswa, ya kusumbuliwa, na hayapaswi kufanywa kwa kundi hili. Ni kundi linalotupa uhai unaotufanya tuendelee na maisha yetu ya kila siku. Wao ni sehemu ya mfumo unaobeba uhai, afya na ustawi wa wananchi. Kwa hiyo tunawaheshimu na serikali itasimamia heshima yenu. Nakubaliana nanyi kubadilisha jina kutoka mama ntilie baba ntilie kwenda mamalishe na babalishe, kwa sababu hicho ndicho mnachokifanya. Mamalishe na babalishe, kwa sababu hicho ndicho mnachokifanya. Nakubaliana nami, na hilo sasa ndio jina rasmi la sekta hii ya kazi za kiuchumi ndani ya nchi yetu. Kwa umuhimu huo, serikali yenu imeendelea kuweka mazingira mazuri ya kisera na kisheria, na itaendelea kuweka mazingira mazuri ya kisera na kisheria ili kutambua hadhi na umuhimu wa kundi hili na kuimarisha mchango wake katika uchumi. Katika hatua hiyo, tuliunda wizara mahsusi hii ambayo inawahudumia chini ya waziri wenu, na najua mna mashirikiano mazuri na wizara yenu na waziri wenu katika kuendeleza jitihada hizi na kuhakikisha makundi haya au kundi lenu linapewa kipaumbele stahiki. Mwaka ujao wa fedha 2026/2027 ambao utaanza mwezi Julai mwaka huu, tunakwenda kuanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ya miaka 25 inayokuja. Dira hii inalenga kujenga uchumi unaoongozwa na maarifa na tija, huku ukipanua fursa za kiuchumi na kuongeza kipato cha wananchi. Hivyo serikali itaendelea kuchukua hatua za kuweka mikakati mahsusi ya urasimishaji na uwezeshaji wa biashara ndogo ndogo, likiwemo kundi lenu la mamalishe, ili liwe sehemu muhimu, ili muweze kuwa sehemu muhimu ya utekelezaji wa Dira ya 2050. Hatua hizi pia zinaendana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambayo inaelekeza kuimarisha shughuli za uchumi wa wananchi na kuweka mazingira wezeshi kwa wananchi kujipatia kipato kupitia shughuli ndogo ndogo za kiuchumi. Sasa hapa imesemwa shughuli ndogo ndogo za kiuchumi zikilinganishwa na uwekezaji wa maviwanda na uwekezaji mkubwa, lakini kwa kweli kwa kundi lenu kazi mnayofanya si shughuli ndogo. Wale wote wanaofanya shughuli kubwa wanategemea matumbo yajae, chakula kilete afya, waweze kufanya shughuli kubwa. Kwa nyinyi ni msingi mzuri wa hizo shughuli kubwa zinazofanywa, lazima tuwape kipaumbele. Nimesikiliza kwa makini risala yenu na nimefarijika kuona jitihada na ubunifu wenu wa kwenda kidijitali kupitia wazo la Umalita app
Kwa bahati nzuri niko na waziri, na wakati mnasema nilimnyoshea kidole akanambia nimepokea. Kwa hiyo hilo limeenda, vijana wanasema sio? Waziri amelipokea na anakwenda kulitimiza. Nawapongeza kwa kauli mbiu ya kongamano hili isemayo shiriki kulinda amani na mshikamano wa taifa. Amani ni hazina ya mama na baba lishe. Lakini mimi nataka niseme amani ni hazina ya shughuli zetu za kiuchumi na kijamii. Bila amani hakuna kujenga uchumi, hakuna shughuli za kijamii. Mmeshuhudia siku 3 zile, hakukuwa na kuchezana, hakukuwa na harusi, hakukuwa na kitchen party, hakukuwa sijui na mkusanyiko huko mabaa huko, mimina haikuwemo, hakukuwa na chochote. Zilikuwa siku 3 nzito. Kwa hiyo hii kauli mbiu ina mashiko makubwa sana, na niwaombe sana sana sana, endelezeni amani ya taifa letu. Mheshimiwa Rais, wewe ni alama ya historia mpya katika taifa letu, kwani umeingia kama rais wa kwanza Tanzania ukibeba bendera ya matumaini, ujasiri na hekima isiyopimika. Katika uongozi wako tumeona mfano wa kipekee wa uvumilivu, busara, upendo wa kitaifa na uongozi wa kuunganisha watu bila ubaguzi. Hali inayokufanya uwe si tu kiongozi bali pia mwalimu wa taifa na kizazi kijacho. Kupitia mikono yako imara, Tanzania imepiga hatua kubwa katika uchumi, diplomasia, uwezeshaji wa mwanamke, vijana na wajasiriamali wadogo, huku ukionyesha kwa vitendo kuwa mwanamke anaweza kuongoza kwa mafanikio makubwa zaidi pale anapopewa nafasi. Sisi kama UMALITA tunakutazama kama dira ya mafanikio yetu. Tunajifunza kutoka kwako kuwa mama jasiri, mwenye maono, mwenye subra na uthubutu wa kufanya maamuzi magumu kwa manufaa ya taifa. Na hivyo unatupa nguvu ya kuwa mama lishe na baba lishe wenye ndoto kubwa, wanaothubutu, wanaojenga biashara zenye hadhi na ubora, na wanaoamini kuwa hata katika mazingira magumu mafanikio yanawezekana. Wewe ni mwanga unaoangaza njia yetu, ni mfano wa kuwa mwanamke anayeweza kubeba taifa, kuleta heshima na kuacha alama ya milele ya maendeleo, umoja na ustawi wa Tanzania wote. Mheshimiwa Rais, mama si tu yule anayezaa watoto, bali ni chanzo cha uhai, huruma, uvumilivu, upendo usio na mipaka na uwezo wa kujitoa kwa ajili ya ustawi wa wengine bila kujali changamoto. Mama hubeba jukumu la kulea, kulinda, kuunganisha na kuinua jamii nzima kwa busara na moyo wa kujali. Sifa hizi zinaonekana dhahiri katika uongozi wako, Mheshimiwa Rais, ambapo umeonyesha uongozi wa kupekee wenye kujali watu, kusisitiza umoja wa kitaifa, kukuza uchumi jumuishi na kuwainua wanawake na makundi ya chini ya kiuchumi wakiwemo baba na mama lishe.